Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Isa Saidi Makanjila, ni mratibu wa UMATA kanda Dar es Salaam. Leo tarehe 9 mwezi wa 7 2026 tupo katika eneo hili la Masjidur Riyadha. Leo hii watu wanaisoma Qur'ani lakini bado hawajui kilichopo ndani ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba sisi wanadamu kwa lengo la kutaka kumjua yeye, na tuwezi kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka tupitie katika kuisoma Qur'ani. Watu tusibweteke, tuisome Qur'ani kwa dhati kabisa na tafsiri yake, na tuweze kujua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka nini, kwani Qur'ani ina umuhimu mkubwa katika jamii. Bila ya Qur'ani dunia haiwezi kusimama. Bila ya Qur'ani watu hawawezi kwenda sambamba, kwa sababu ikiwa tumeiacha Qur'ani, basi watu kila mmoja atakuwa yeye mwenyewe binafsi ataendeshwa na nafsi yake. Lakini lengo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuumba sisi, basi tunatakiwa sisi tulioumbwa tufuate maamrisho yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maamrisho hayo tunayapata ndani ya Qur'ani kwa tafsiri. Kwa hiyo wanadamu wote tunatakiwa tujue umuhimu wa Qur'ani ili tuweze kwenda kufanya sawasawa, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na wanadamu, lengo ni kuniabudu mimi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo huwezi kumwabudu Mwenyezi Mungu kama hujui nini amekisema na wapi amekisema. Kwa hiyo kwa kutumia Qur'ani hii, basi tutaweza kufanya ibada zetu sahihi, kwa sababu tumeona ndani ya kitabu chake cha Qur'ani nini ambacho amekisema. Kwa hiyo tunatoa wito kwa Waislamu wote wajitahidi wasome Qur'ani ili wajue sheria na kanuni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuumbwa kwake na kuweza kuyafanyia kazi yale ambayo tuliyokuwa tumeambiwa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.